beki wa kati wa Esperance de Tunis Yacine Meria anaweza kawa miongoni mwa njia za kuwezesha Simba katika mpango wake wa kushambulia wakapitia kwake ili kuambulia chochote. Iko vipi? Yacine Meria, raia wa Tunisia, umri wake ni miaka 32 kwa sababu alizaliwa Julai 2 mwaka 1993. Kama nilivyotoka kueleza awali, huyu ni beki wa kati ambaye urefu wake ni miongoni mwa silaha zake. Ana urefu wa futi 6.2. Guu lake lenye nguvu zaidi ni guu la kulia. Yacine Meria kwenye kucheza kwake shirikiana vyema, wakati mwingine hucheza na Mohamed Touguet, mchezaji mwenzake wa kimataifa wa Tunisia ambaye hivi sasa yungali akishiriki michuano ya AFCON kule nchini Morocco. Wakati mwingine hucheza na raia mwingine wa Tunisia. Huyu ni Hamza Jelasi ambaye yeye umri wake ni miaka 34. Amemzidi Yacine Meria miaka 2, lakini urefu amemzidi kidogo Yacine Meria kwa sababu ana futi 6.2 plus. Amemzidi kidogo, lakini wote kimsingi wana futi 6.2. Sasa katika eneo lao la kiulinzi, Esperance de Tunis mfumo wao chini ya kocha Mahar Kanzari huwa ni baada ya golikipa ni kuwa na walinzi 4. Hapa mbele wakati mwingine anakuwa na viungo 3 washambuliaji 3, wakati mwingine anakuwa na viungo 2 ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Lakini kimsingi nyuma kwenye ulinzi anakuwa na walinzi 4 ambapo wawili wakati kati ya hawa 4 ndipo unapomkuta Yacine Meria na ama Hamza Jelasi au Mohamed Touguet katika kukamilisha ile beki ya watu 4. Sasa cheza yake, urefu wake, uwezo wake ku anticipate, kukadiria mipira ya wapinzani wakati inaelekea langoni kwao ni miongoni mwa silaha yake Yacine Meria na wenzake. Matokeo yake ni nini? Katika ligi kuu ya Tunisia kwa msimu huu wa 2025-26 mpaka sasa wameshacheza mechi 14. Kati ya hizi wamevuna wamekuwa wakiongoza ligi, lakini wamefunga mabao 23 wakiruhusu mabao 3, na hivyo kuifanya Esperance de Tunis ya mwalimu Mahar Kanzari kuongoza katika ligi kuu ya Tunisia hivi sasa, wakiwa wanapambana kutetea taji lao ambalo lilitoa katika msimu wa 2024-25, na ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi ingawa imecheza mechi chache 14. Maana mpaka sasa miongoni mwa timu 16 katika ligi kuu ya Tunisia, timu 2 ndizo ambazo hazijacheza mechi 15, zimecheza mechi pungufu, zina kiporo kimoja ambazo ni pamoja na Esperance de Tunis zilizocheza mechi 14. Lakini licha kucheza mechi 14 ndio inayoongoza ligi, ndio inayoongoza kwa kufunga mabao mengi zaidi. Hakuna timu iliyofunga mabao mengi kama wao. Ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi ambao ni mabao 3. Lakini ukifuatilia kiundani zaidi, mabao haya 3 yaliruhusu vipi? Ndipo hapo unaweza ukaona changamoto ya Esperance de Tunis. Moja wapo ni katika eneo lao la ulinzi wakati anakopatikana Yacine Meria na wenzake, kwamba mabao haya 3 aliruhusu wakati wanafungwa bao 1-0 dhidi ya Stade Tunis, wakati wanatoka sare ya 1-1 dhidi ya US Monastir, halafu kuna mechi walioshinda 2-1, ndipo mabao haya 3 aliyoruhusu yanapopatikana. Sasa kwa mabao haya mojawapo wamefungwa wakati wanashambuliwa kwa counter attack na wapinzani kupitia eneo la kati, ndipo ambapo Yacine Meria na wenzake hujikuta wakati mwingine wakizidiwa. Urefu wao huwafanya wawe na faida zaidi katika mipira ya juu na pengine kucheza mipira ya chini, kunyoosha miguu kwa ajili ya kucheza tackling, kwa ajili ya kufanya clearances na kadhalika. Lakini wakati mwingine inapopigwa mipira nyuma yao kwenye kukimbizana, huwa wanazidiwa kasi na kujikuta wao katika udhaifu huu kuwa sehemu ya namna ya kuruhusu mabao kwa Esperance de Tunis. Lakini katika ligi ya mabingwa barani Afrika tunakumbuka vizuri, mechi ya kwanza walitoka suluhu dhidi ya Stade Malien. Mechi ya pili wakiwa kule nchini Angola dhidi ya Petro Atletico walitoka sare ya 1-1. Bao la Petro Atletico liliwekwa wavuni na Brazil Thiago Reis lilitokana na kutumia udhaifu huu wa mdogo lakini wenye kuidhuru Esperance de Tunis pindi wapinzani wanapoamua kutumia vyema. Ni katika dakika 49 wakati Thiago Reis alipokuwa akikokota mpira kwa mpira wa kujibu ambao Petro Atletico walifanya dhidi ya Esperance de Tunis, Yacine Meria
alikuwa na mwenzake Hamza Jelas. Wote wawili wanamwangalia mfungaji ambaye ni Thiago Reis, wakashindwa kumfanyia marking vya kutosha, wakashindwa kumzuia, kana kwamba ndani ya sehemu ya sekunde walikuwa wakitegeana nani aende. Matokeo yake akapata fursa Thiago Reis, akauseti mpira vizuri, akapiga shuti lilokwenda wavuni na kuitanguliza Petro Atletico kabla kuelekea mwishoni mwa mchezo kwenye dakika 89 Abubakar kuisawazishia Esperance de Tunis na mechi kuisha kwa sare ya 1-1. Kwa hiyo kumekuwa na kasoro hii licha ya uzuri wao katika kukabiliana na mashambulizi ya wapinzani, lakini Esperance de Tunis kati ya mara chache wanazoshambuliwa mpaka sasa huwa ni eneo la kati ambako hucheza vizuri, lakini wana kasoro zao. Kwa mfano mpaka sasa katika mechi mbili hizi walizocheza dhidi ya Stade Malien na dhidi ya Petro Atletico tayari wameshapigiwa mashuti, wapinzani wameshapiga mashuti 18, kati ya hayo 5 yamelenga shabaha, moja ndilo kati ya mashuti haya 5, moja ndilo lililozaa bao katika mechi dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Sasa ukiangalia performance yeye mwenyewe alichokifanya mpaka sasa katika mechi mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, Yasin Meria, utagundua bado ni mchezaji mzuri na wa kutumainiwa na kocha Mahar Kanzari, lakini kuna small details, vitaarifa vidogo vidogo vinavyodhihirisha kwamba ana kasoro fulani hivi katika kuzuia, ambazo Simba chini ya kocha Steve Becker na benchi lake la ufundi akina Prinil Did wakitumia vizuri udhaifu huo wanaweza wakanufaika katika mechi hizo muhimu dhidi ya Esperance de Tunis ambazo Watanzania wanatumai Simba ishinde ili endelee kuweka hai tumaini lake la kwenda robo fainali na ikibidi nusu fainali na ikibidi ubingwa, hakuna ajuaye. Ni kwamba kwa mfano katika mechi mbili hizi kuonyesha kwamba ni muhimu kwa kocha Mahar Kanzari, amecheza zote mbili, tena kwa dakika zote na kila sekunde, dakika 180 katika mechi zote mbili, lakini akagusa mipira tunasema touches mara 155. Lakini sio hilo tu, akiwa kama beki wakati mwingine kwenye kuanzisha mashambulizi amekuwa akitoa pasi 138, zilizofika ni pasi 124, ikiwa ni ufanisi wa around 90%. Good. Lakini kwenye majukumu sasa yale ya kiulinzi, tuchukulie mfano, miongoni mwa majukumu ya kiulinzi ni pamoja na kufanya tackling, ni pamoja na kufanya interceptions na kwa ujumla kuangalia mipira ambayo ameweza kuirejesha kutoka katika himaya ya wapinzani kurejea kwenye himaya ya timu yake, kwa maana kwenye miliki ya Esperance de Tunis. Tackling kwa maana kuingia uvunguni kwenda kucheza mipira bila kusababisha madhara kwa wapinzani, madhara kwenye lango lake kwa maana faulo, amefanya mara moja tu katika mechi mbili. Yeye ni beki wakati, kumbuka, na yeye wakati akiwa na takomo hii dhaifu katika kufanya tackling, bado timu yake imepigiwa mashuti 18 katika hizo mechi mbili, 5 yakilenga shabaha, ikiwapo bao lile lililofungwa na Thiago Reis wakati wakicheza dhidi ya Petro Atletico kule nchini Angola. Lakini interception kwa maana kuingilia mpira ambao wapinzani wamekuwa wakipasiana, mmoja akimpasia mwingine, unamzidi maarifa kwenda kucheza, au mpinzani wakati anajaribu kutuliza unamzidi maarifa na kwenda kuchukua, au mpinzani anajaribu kudribble kukokota, unamzidi maarifa, ndo sehemu ya interception. Hajafanya interception yoyote katika mechi mbili ambazo amecheza kila dakika kila sekunde. Lakini clearances kwa maana kuubutua mpira, kuuosha kutoka katika eneo hatarishi kwenda eneo salama, walau hapa amefanya mara 5. Kwa hiyo katika mechi mbili hizi defensive actions, tunasema matendo ya kiulinzi, walau haya 3 kiangalia amefanikiwa kufanya mara 6. Hajafanya faulo yoyote, hajafanyiwa faulo yoyote. Lakini kuna mipira ya juu tunasema aerial duels. Hii ni muhimu sana na anatumainiwa mchezaji wa aina yake mwenye urefu 6 na inchi 2 kwamba awe vizuri zaidi katika mipira ya juu. Ndiyo yuko vizuri, lakini kwenye mechi hizi mbili amedhihirisha kwamba ana kasoro kidogo, kwa sababu amepigania mipira 7, amefanikiwa 3. Wapinzani wamefanikiwa mipira 4, zaidi ya nusu ya mipira aliyocheza ya juu. Ni changamoto ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wanaweza wakaitumia kupata matokeo, ingawa yeye ni mrefu sana, 6 na inchi 2+ kama nilivyotoka kueleza, lakini kwenye kucheza mipira ya juu hatumii vyema urefu wake, kwa sababu wapinzani wamewini mara 4 kulinganisha na yeye mara 3. Mipira ya chini ground duels, mechi 2 kapigania 2 tu, halafu kafanikiwa 1
ikiwa ni 50% ya ufanisi, lakini kwa mipira miwili tu. Sasa nini cha kufanya kwa wekundu wa Msimbazi Simba chini ya Steve Barker? Wale watakaofanikiwa kupata nafasi ya kucheza wanaweza kutumia eneo hili la kati kama sehemu ya kutengeneza mipango ya kwenda kulifikia lango la Esperance de Tunis, na mwisho wake kufunga na kuwapa furaha wana Simba, kuwapa furaha wa Tanzania wanaotegemea makubwa kwa wakilishi wao kwenye michuano ya kimataifa ya klabu ya CAF kwa msimu huu. Ni kwa namna gani? Simba kwa mfano, upande mmoja anakuwepo Eli Mpanzu Kibisawala kwa mfano, kwenye mfumo wa Simba wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo tatu shambuliaji, Mpanzu huwa ni miongoni mwa wale wanaoanza kutokea kushoto. Akiwa fit na akapata nafasi kwa mfano kutokea kushoto akawepo Mpanzu. Halafu kutokea kulia katika wale viungo watatu shambuliaji akawa Kibu Dennis Prosper kwa mfano tu, au Mohamed Bajaba au Neo Maema, vyovyote vile, lakini kwa mfano Kibu Dennis au Chasambi. Simba ina wachezaji wengi katika eneo hili la kiungo cha ushambuliaji, lakini au Joshua Budo Mutale, vyovyote vile. Halafu katikati akawa Jiasha Ahua katika wale viungo watatu ushambuliaji, au Joshua Budo Mutale. Halafu mshambuliaji kinara akawa Jonathan Soa au Steve Dese Mukwala au Selemani Mwalimu ambaye ameonyesha kiwango kizuri katika michuano ya AFCON katika dakika alizopata kuichezea timu yake ya taifa ya Tanzania. Sasa katikati pale akiwepo Yasin Meria kwenye safu ya ulinzi ya Esperance de Tunis na Hamza Jelasi au Mohamed Tugai. Manake katika baadhi ya nyakati wakitumia viungo wao akina Nabi Kamara, Alassane Maudo Kante, Yusuf Kagoma, yeyote atakayepangwa eneo la kati pale, Mzamiru Yasini, Simba wanaweza kufanya kwamba eneo la kati la ulinzi la Esperance de Tunis ikawa njia yao. Kivipi? Ni kwamba hawa wanatokea pembeni wakaingia ndani kati kwenda kuungana na mshambuliaji wao kinara ambaye anawahold hawa wawili, Yasin Meria na Hamza Jelasi au Yasin Meria na Mohamed Tugai, wanaenda kwa overload kuongeza idadi. Lakini wakati huo wakati wakiingia wanakuwa na kasi. Mchezaji mwenye kasi kama Eli Mpanzu Kibisawala anaweza akawa akiwaendea kwa kasi kwenye eneo ambalo wao wako wawili, lakini eneo ambalo pia yupo mshambuliaji wa kinara, labda Jonathan Swaka anavyotoka kueleza awali au Steven Dese Mukwala, maana yake itakuwa chanzo cha kuivuruga safu ya ulinzi ya Esperance de Tunis na Simba kupata fursa za kwenda kumfikia golikipa wa Esperance de Tunis kwa nia ya kufanya majaribio ya kufunga. Wakifanya hivyo mara kwa mara na wakijua kwamba wakipiga mipira ya juu kupitia kwa Yasin Meria mgongoni wa jezi yake nambari 5 wanaweza kambulia chochote, kwa sababu huwa anafanikiwa chini ya 50%. Amedhihirisha hilo katika mechi mbili zilizopita. Aerial Jewels 7 amefanikiwa 3. Lakini pia mtu kama Mpanzu, mtu kama Kibu Dennis wakiingia ndani wakicut in wanaweza kumfuata na mpira wakadrive kupitia kwake, kwa sababu inaonekana pia hana interception kwa hizo mechi mbili, lakini pia kwenye mipira ya chini sio mzuri kuipigania, sio mzuri katika kuanticipate, kukadiria katika mipira ya chini, kama kwa kuangalia kigezo cha mechi mbili walizocheza dhidi ya Stade Malien na mechi dhidi ya Petro Atletico. Mwingine angeenda kusema labda kwa sababu Esperance wanamiliki sana mpira, matokeo yake wapinzani hawapati fursa ya kwenda kufanya mikiki kwenye eneo la Esperance. La hasha. Tumetoka kuangalia hapa wapinzani Stade Malien pamoja na Petro Atletico kwenye mechi mbili wamefanikiwa kwenda kupiga mashuti 18, 5 yalenga shabaha na bao moja likafungwa na Thiago Reis. Maana yake kumbe alipaswa awe na uhusika zaidi katika majukumu mama ya kiulinzi. Yapo maeneo mengi ambayo bila shaka kocha Steve Barker na benchi lake la ufundi akina Sibu Siso na wengineo wanaweza wakayafanyia kazi kuhakikisha wanapata fursa za kuipa furaha Simba, kuwapa furaha wa Tanzania. Lakini eneo mojawapo ni kwa Yasin Meria, beki wa kutumainiwa, beki mzuri sana, lakini ana kasoro zake ambazo Simba wanaweza wakacapitalize kupitia kwake, wakazitumia kupata chochote na hatimaye kupata ushindi kadri inavyowezekana. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.